Na nilikuwa niulize hilo swali Ken Babu, manake Agogo ametaja kwamba mbona vijana hawakujitokeza katika chaguzi ndogo ambazo zilifanyika. Na vijana watawezaje kujikomboa ndani ya vyama vya kisiasa, vyama ambavyo vilianzishwa na wazee wa kitambo. Lakini kabla hujajibu hilo swali, wacha tusikilize kauli za wakazi wa kaunti ya Kiambu wanasema nini kuhusiana na siasa ya vyama vya kisiasa. Kama ningepewa nafasi ya kubadilisha miundo ya vyama vya kisiasa nchini, ningeangalia kuwe kama vile nchi nyingi za kule bara za Ulaya. Vyama kunakuwa na vyama viwili ama vitatu pekee vya kisiasa ambavyo kwa nchi wataweza kushindana kulingana na sera ya vyama. Lakini tunapoangalia katika nchi ya Kenya, tuna vyama vya kiukabila, vyama viko katika maeneo tofauti. Vyama vingine hata ukiangalia havina hata wawakilishi bunge wala wawakilishi wa wodi. Kulingana na mfumo ya vile viongoza wenye viongozi wa vile vyama hawana msimamo. Leo wanasema hivi, kesho wanasema vile. Kwa hivyo hawakilishi wananchi, wanawakilisha tumbo zao na wanawakilisha wao, wanajiwakilisha wenyewe. Ambao tunaelekea uchaguzi mkuu nchini, ya kwamba wananchi waweze kuangalia sera za wale ambao wanasimama katika viti tofauti, sera ambazo zitaweza kutusaidia na kukuza wananchi na kujaribu kumaliza umaskini kwa wananchi. Naitwa KJ Mwaniki, kiongozi wa vijana hapa Kiambu County. Vile mimi ningeweza kusema vyama vya kisiasa kwa sasa wanalilia tumbo zao. Ukipata kiongozi ambaye anatafuta kiti chake, wanalilia tumbo zao, hawashughuliki na wananchi wa kawaida. Ndio viongozi wa vyama waache kuwa na vipendeleo. Kama kutakuwa na uchaguzi wa vyama ukuwe wa fully unfair, pasikuwe na mtu yeyote atakayepatiwa tiketi kulingana na vile wanajuana na mwenye chama. Ushindani ambao uko nchini ni ushindani wa ukabila. Kwa sasa hivi. Ni Pastor Steven Mwangi kutoka Limuru, na kwangu ni kiangalia sana ushindani wa nchi hii yetu, naona ya kwamba ukabila ni mwingi sana. Ni mwingi sana. Kwa wanasiasa ningependa kusema ya kwamba wakati tunapofanya kazi, tujaribu sana kufanyia wananchi ambao waliotuchagua kazi. Tuache sana kuegemea kwa upande wetu tu wenyewe, kwa sababu tumeona viongozi wengi ambao tuliochagua wanatafuta tu kwa sababu ya tumbo zao tu, si kwa sababu ya wananchi ambao waliowachagua. Na wananchi wameteseka sana, especially kwa wakati huu, msimu huu. Watu wako na shida nyingi sana, na wako na wale watu ambao walichagua na hawasaidii. Naitwa Steven Mwangi Kimani, au kwa jina lingine wa Connection. Mimi ni mkazi wa Kiambu. Niseme kwamba vyama vya kisiasa wengi wao wamekuwa wakipigania maslahi yao wenyewe kuliko ya wananchi. Na tunaona kwamba wakati watu wengi wamechaguliwa kulingana na vyama na wameingia katika bunge, unakuta ile mambo ambao waliambia wananchi wengi wao hawatumisi. Hata wengine wanafika mahali wanakosa kuwasiliana na wananchi, mpaka wanasema simu, wengine wanakaa mbali na wananchi. Kwa hivyo wengi wamekuwa wakitetea maslahi yao wenyewe, sio wananchi. Yes. Vyama vya kisiasa viweze kuwajibika na yale mambo ambao wako naye, kama ni mambo ya manifesto ambao wanauza kwa wananchi, wawe waangalifu sana kutimiza yale mambo ambao wameambia wananchi, kuliko kuwa wanatumia wananchi na mambo makubwa kupitia vyama, alafu baadaye wanaachilia wananchi na wanakosa kuheshimu yale mambo yao waliambia wananchi, au ile promises ambao walifanya kwa wananchi wa kawaida. Ushindani ambao uko nchini, kitu kwanza umechanganyika na mambo ya ukabila. Siasa mingi ambayo tumeona katika taifa letu la Kenya inachangiwa sana ukabila. Unaona kwamba wakati watu wanasukuma mahali wanasema kwamba fulani ni mkabila, au wanasema na watu wao, lakini sio mambo ya sera. Kwa sababu kama ni mambo ya sera, hawastahili kuwa wanaleta mambo ya ukabila. Ni vile mtu ambaye atafanyia mwananchi akichaguliwa, na yale sera zake ambao atatumikia wale ambao ni wapiga kura. Lakini watu wengi unaona kwamba kwa sababu hawana agenda ya kuuza kwa mwananchi, wanatumia ukabila kuweza kupiga siasa nayo, kusema kabila hii na hii na hii sio watu wazuri, ili waweze kupewa mamlaka na wananchi. Kwa hivyo wengi ninaamini kwamba
ni mambo ya kisiasa, ni mambo ya ukabila ambao unafanya kazi katika vyama vya kisiasa katika nchi la Kenya. Kuna mbinu ambao wanasiasa wengi wanatumia ya kwamba mtu akikosa sera ya kuhusia mwananchi wa kawaida ya vile ambayo ataongoza na vile atafanyia mwananchi, wengi wanatumia ukabila kama nguzo au kama silaha ya kupigania uongozi ili aweze kufika mahali pale. Na tayari tumeona kwamba katika nchi ya Kenya uongozi ambao unaendelea wengi ni wa kikabila, sio mambo ya sera au kuunganisha wa Kenya kulingana na mujibu wa katiba vile inasema kwamba vile unatakana ufanye au kulingana na sheria za IEBC vile unatakana uuse sera zako. Lakini wakati wa leo, kwa sababu wengi wao hawana sera, wanatumia ukabila kuunganisha wa Kenya. Lakini wakati huu wa Kenya ni vyema nao waeleweke, wajue kwamba ukabila haustahili kutumika kama silaha ya kupiga mwenzako. Ni vizuri yule ambao unataka kuchagua awe mtu wa kuwajibika na kutekeleza yale mambo ambao wamesema au ahadi zake ambao wameahidi kwa wananchi aweze kuheshimu. Kuna mbinu ambao wanasiasa wengi wanatumia ya kwamba mtu akikosa sera ya kuhusia mwananchi wa kawaida ya vile ambayo ataongoza na vile atafanyia mwananchi, wengi wanatumia ukabila kama nguzo au kama silaha ya kupigania uongozi ili aweze kufika mahali pale. Na tayari tumeona kwamba katika nchi ya Kenya uongozi ambao unaendelea wengi ni wa kikabila, sio mambo ya sera au kuunganisha wa Kenya kulingana na mujibu wa katiba vile inasema kwamba vile unatakana ufanye au kulingana na sheria za IEBC vile unatakana uuse sera zako. Lakini wakati